Kila mmoja na kidogo alichoweza kuokoa wakati wa ghasia za baada ya uchaguzi. Karibu miaka 2 imepita. Wakashuka mabasi na malori yaliyokuwa yamewasafirisha toka Uganda walikotorokea wakati wa vurumai hizo. Kwa miaka 2 waliishi katika kambi ya wakimbizi ya Kariandong, magharibi mwa nchi ya Uganda, katika hali duni ambayo walivumilia kwa muda huu wote, na huenda ikawa mojawapo ya changamoto iliyowapelekea kurudi nyumbani. Tumesema nyumbani ni nyumbani, wacheni turudi mtaani. Lakini hawa ni 60 tu wa wale waliotorokea nchi hiyo jirani, wengine 1720 wakiwa bado wamesalia kwenye kambi hiyo ya Kariandong, hofu yao ikiwa ni ile moja tu ya usalama. Hata hivyo, Wakenya waliokuwa Malaba, mji ulioko kwenye mpaka wa Kenya na Uganda, walifika kuwapokea waliorejea nyumbani. Hao wenzetu sisi tunawakaribisha nyumbani, wameteseka sana pale hivi. Kwa hivyo tungependa sana wasibaki hapa Malaba, serikali iweze kuangalia namna ya hao watu kutoa hapa kupeleka kila mtu aende kwao nyumbani. Kwa kuwa wakibaki hapa town wakiwa wadamu Malaba hapa, tena watakuwa mzigo hapa hivi. Kila mtu apewe nauli aweze kufika kula alipotoka. Kila mmoja wa wakimbizi hawa alipewa shilingi 1000 kugharamia safari ya kurudi makwao, pamoja na malazi na neti za kuzuia mbu. Mkuu wa mkoa Samuel Kilele aliyeandamana nao katika safari hiyo aliwasihi wenzao waliobaki Uganda kuitika mwito na kurudi nyumbani. Wakimbizi hawa kwanza walitorokea mji wa Mulanda ulioko karibu na Tororo, lakini baadaye wakahamishwa hadi Kariandong, huku wengi wakiwa kutoka mkoa wa magharibi mwa Kenya. Esther Kahumbi, KTN leo.